Sisi tumekaa tutafanya makubaliano bwana, sisi bwana Waarabu sote tusikubali Marekani asitumie anga zetu wala bahari yetu wala nchi kavu yetu kumpiga Muirani. Tusikubali. Sawa sawa. Waarabu wote wakakubali. Likatolewa tamko kwamba bwana, sisi hata kama vita inakuja, sisi hatuwezi kumruhusu Marekani atumie anga zetu kupiga. Sawa sawa. Kwanza kwa sababu anga ya Irani iko dhaifu. Hiyo ndio shida iko hapo. Vita yaanza tu, Sterling kafa, kashauawa tayari. Na wengine huyu. Sasa hivi vita vipi? Mbona mambo ilikuwa umemshtukiza. Sasa serikali ya Omani iko vizuri sana kuingilia jambo hili ili vita isitokee, na wao pia wameshambuliwa. Sasa jamani, mimi siseme sana mambo ya kisiasa sana, lakini sisi tusikate tamaa, kwa sababu nimezungumza maneno pale ikaonekana kama nakatisha tamaa kwamba sasa Waarabu wameisha. Hawajaisha tayari. Allah amewasaliti madhalim kwa madhalim. Kila mmoja ana tamaa yake pale, kakodoa macho ataka kufanya mambo yake. Hivi kweli wewe Muislamu msunni utashabikia kwamba eti Irani ikachukue Makka na Madina? Kweli wewe ni Muislamu kweli na washabikia kweli? Kwa sababu tu siku ile Irani alirusha makombora wakati walipovamia Hamasi wale, yani baada ya kutoka Oktoba 7 walipovamia Hamas kule wakafanya mauaji. Baadaye wale wakavamia Gaza wakaanza kuivunja. Irani walipiga makombora. Nyinyi mfuatilie habari, ndio shida, wala mfanye uchunguzi. Irani alirusha makombora kwenda Israeli baada ya tukio gani? Baada ya kupigwa watu wa Gaza, yakavunjwa hospitali na vituo vya afya na mashule na nyumba za raia na watu wakauawa, au baada ya viongozi wao kuuawa? Walianza kufanya mashambulizi baada ya kuuliwa Qasim Suleimani. Alipouliwa Qasim Suleimani, wakapiga. Tujaliwa wakapata hofu na hii katulia. Mara kauliwa Hassan Nasrullah. Kwa hiyo wao wanapiga kutetea vitu vyao, si kutetea ahli sunna. Na ndio maana wale Hamas watu wakaingia katika anfaq, katika matali chini ya ardhi kwenye mapango huko, waliouawa ni raia wa kawaida, na wao walilijua hili kwamba hapa patatakana ibada jamaia, watu watauawa hapa, lakini sasa ni hawa sio wanatia. Mtu atasema sasa kama ndio hivi, sifadhali na wao wamerusha makombora mawili matatu, mbona Saudia hajafanya? Mimi siko hapa kwa niaba ya Saudi Arabia, lakini nilikuwa ninachokifahamu kabla ni kuwa wale Waarabu walikuwa wanafanya mazungumzo baina ya serikali ya Palestina na serikali ya Wazayuni, wafanye sulhu. Kuna baadhi ya vitu watanazali, watu waishi badala ya haya mauaji, ikawa mikataba inakwenda. Sasa huku kuna wafidhina katika Wazayuni wasiotaka sulhu, na huku kuna wafidhina katika watu wa Hamasi na wengineo wakishajiishwa na mashia wengine. Sulhu ishakwenda vizuri kabisa, watu washafanya juhudi zao, sulhu imepita, watu wataishi kwa amani. Yahudi haaminiki, lakini hivyo hivyo ingia nao mikataba. Mtume SAW kaingia nao mikataba. Wewe nani? Jambo lishaanza kutimia kwamba sasa watu wataishi kwa amani. Raia wa huku watakwenda kule kufanya kazi na kurudi kama ilivyokuwa ada yao. Jamaa wale wakaingia, wakafanya fujo, wakaua, wakavamia kwenye kambi ya jeshi, sio ilikuwaje, wakalipua, sio askari wangapi wa Kizayuni wakafa, tujalie 300 wamekufa. Haya, baada ya kufa askari 300 wa Kiyahudi, kilichotokea ni nini? Mimi nilizungumza hapa kwenye mimbari, hili jambo sio sawa. Kitendo kilichofanyika sio sawa, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Kuna mzee mmoja yuko mwanasiasa mshia mmoja yuko Dawa akanijibu,
wewe wakufurisha Hamas, usema makafiri, wewe kibaraka wa Marekani. Mimi nisimjibu kwa sababu ni mtu anazungumza kitu asichokielewa. Mimi nazungumza ile jambo lifanyika litaleta madhara makubwa zaidi. Tayari washafanya madhara mengi tu kwa sababu ndogo. Sasa ukishaleta jambo kama hili, madhara yake yatakuwa makubwa, na hatima yake mwisho mtakuja kukaa tena mezani suluhu, lakini nchi ishaisha. Sasa tufanye suluhu kabla nchi haijaisha au baada ya kumalizwa? Ili nilizungumza mimi, lakini tunaonekana kama vile tutumika hivi. Hapana, Uislamu na taratibu zake na misingi yake. Kama huna nguvu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka Makka bwana. Makka na Aqsa, ipi bora zaidi? Akiwa abudu pale masanamu analitoa pale, mara kakiwa uchafu la ngamia, mavi ya ngamia kwenye kinywa chake, amesujudu pale. Mwisho ataka kumuua, akatoka yeye sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wakaiacha, atoka Makka alia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alirudi na fatwa ikapatikana. Mfahamu? Sasa wakati mwingine kutanazali, wakati mwingine wakati huna nguvu, ukitanazali ukarudi chini, sio ujinga, sio khiana na kujitutumua. Ikiwa huna uwezo ukawaingiza watu kwenye maangamivu, hilo jambo lisilofaa. Sisi tuna mafunzo makubwa kabisa katika vita vya Mu'ta. Khalid ibn al-Walid aliyoyafanya, watu wameingia, jeshi la watu 3000 wamekabiliana na watu 200,000. Waislamu wengi washauawa, Jaafar kashauawa, Abdullah bin Rawaha kashauawa. Huu umma nkiupeleka pale utaisha huo. Alichokifanya Khalid bin Walid, akapanga jeshi lake vizuri, akalirudisha, akaonyesha kama vile kumekuja misaada mingine, akachezesha namna yake na ujue mwenyewe pale. Wale wakaingia hofu, wakawa wanarudi nyuma, na yeye akapata njia mbio mpaka Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kuwapokea watu wa Madina, wanawarushia michanga, alfararun. Hao wamekimbia vitani, wanawazomea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia hapana, hawajakimbia, hao ni alkararun, msiwazomea, wameshinda hawa. Kwa hiyo wakati mwingine kutanazali na kurudi nyuma ukiwa huna nguvu ni jambo la kibusara. Mmenifahamu? Sasa sio fikra za kizayuni, ndio Uislamu. Nirudi katika hili. Kwa hiyo Waarabu tu wale tunaojua sisi sio, alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa Allah waongoze. Yale mapungufu walionayo Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee, warudi kwenye dini yao. Hawa viongozi wa Kiislamu, Allah waondoshe ile mapungufu walionayo, warudi katika Uislamu, na matukio haya yawatie akili, wajue maadui zao ni kina nani na wao watakiwa kufanya nini kwa wakati gani. Sasa hii kusema kwamba Waarabu ni wanafiki, huku ni kuwakufurisha kwanza. Waarabu gani wanafiki? Ndio wale wanaokwenda wewe ukiswali nyuma yao kule Makka na Madina? Ndio wale wanaokuongoza kwenye hija wakatoa hutuba kwenye Arafa huko? Ndio wao wanafiki unaokusudia? Haya, vipi sasa wewe waswali nyuma ya mnafiki? Huoni kama una matatizo? Hii ni fikra ya kitakfiri ya kishia ya kuwakufurisha Ahlus Sunnah wal Jamaa. Usibebeshwe tu bila kujua. Nchi za Kiarabu kuna pombe. Mimi najua kweli kuna nchi pombe ni halali, yani imeruhusiwa, najua, na hii ni makosa. Na sijui kama wenyewe wanajiita kwamba wao ni dola ya Kiislamu kama Dubai. Kila kitu kiko wazi, kila kitu unachokijua duniani kiko wazi, lakini ziko nchi hakuna mambo hayo, kwamba eti una kibali cha kufungua baa uuze pombe. Ajaribu uone. Lakini kuwa watu wanywa pombe, hata katika enzi za Mtume ilikuweko. Wajua kuna kitu sheria na kuna matendo ya mtu binafsi. Hivi ni vitu vile tofauti. Katika nchi kunaweza kukawa kuna sheria kwamba hili haliruhusiwi, alafu kuna wananchi wanakiuka sheria. Kukiuka kwao sheria hakuifanyi kuwa sheria hili imebadilika. Sasa wewe kama wajifanya mjuaji, beba konyagi hapa, nenda na ushuhudia kaone. Sio ndo umra uenda hija, beba uende naye, utajua kwamba pombe ipo hakuna. Usijisemee tu watu wanywa pombe. Sawa, watu wanywa pombe kweli,
au watu kuwa wazini. Ile jambo lipo, linawezekana. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa. Hao nyinyi hamjui historia ya Bani Umayya, ya Bani al-Abbas na dawla nyingine zilizofuata baada ya hapo. Lakini dola za Kiislamu huwezi kuwakufurisha kwa sababu ya maasi. Hii ni misimamo mibovu kabisa, misimamo ya kikhawarij. Alafu ukisema kwamba mashehe wamekaa kimya, wewe umsikiliza shehe nani? Maana mashehe tunaosikiliza sisi wanakataza mambo haya, wakataza maulidi tu. Wewe umsikiliza shehe nani? Wataka fatwa za Sheikh Fauzani asemaje? Ndiyo mufti wa Saudi Arabia sasa, asemaje kuhusu pombe, kuhusu madanguro? Au mtaka Ibn Baz asemaje? Au aletna kamati ya kudumu ya fatwa waitaka yasemaje, elezaje jambo hilo? Sasa ukisema kimya, ulitaka uje kuomba nyumbani kwako, si maneno sawa. Watu waache chuki na propaganda, wasitumike katika kuwachafua Waislamu wenzao.